So sidhani kama leo tutakuwa na sifa na vipindi vingine, kwa maana tunataka wakati hawa wanaendelea kuchukua bahasha, nataka niseme na wewe kitu. Kuna ile harusi ambayo ilikuwa ifanyike mwezi wa 8. Nilikaa na wale watoto wangu na yule bibi, wazazi wake, niliongea na wao, baba na mama, wakasema kuna baadhi ya familia zingine, naomba unisikilize, ukipewa sadaka, ukipewa bahasha, wewe chukua bahasha. Sadaka ni njia moja ya upendo kubwa sana kwa Mungu, maana ni ibada iliyo takatifu sana, na hapo ndipo unajulikana jinsi unavyompenda Mungu, na hiyo ni njia moja ya kujibiwa ombi lako. Na nilikwambia kama kuna maombi ya kujibiwa kwa ajili ya mafanikio, ndio kumtolea Mungu ili ufanikiwe. Ndio hapo Mungu alisema utafanikisha mahitaji ya moyo wako kama utafanya yale Mungu amekwambia. So tuwe polepole tu, unisikilize. Nilikuwa na ombi moja miaka iliyopita, before kanisa linafikia hapa. Tulikuwa tunafanya harambee mara kwa mara. Haleluya. Na kwa sababu nilikaa na wale watoto wangu, amen, amen, narudia tena amen mpaka tushikane. Nilipokaa na wale wanangu, nikaongea na wale wazazi. Wale wazazi wakasema kuna watoto wao wengine ambao wako mambo na wangependa kuhudhuria sana hiyo harusi, kwa sababu huyo dada yao, kwa yale waliopitia, pia wanatamani wangelikuwa na wanangependa kusapoti dada yao kwa ile harusi kufanyika. Waache tu, waache tuzuie mtu sahihi, mwache aende, hata kama naenda vibaya. Unaelewa kipindi cha sasa kinakuwa namna hiyo. So nilipowaongelesha, wakaniomba kwa hiari kama itawezekana na Mungu akipenda tuipeleke mpaka Disemba badala ya mwezi wa 8. Nikasema nitaongea na kanisa, na vile watasema kanisa utawaona kwa mitandao. Na nyinyi mnasemaje? Wale wanasema ni sawa, simwenyewe mikono waangalie hiyo Disemba. Sawa. Haujaponea bado. Niko na wewe. Na kwa kila mwaka katika kanisa la Jerusalem, na si kwamba ni desturi, bali kwa sababu kuna vitu vingine, kama tulipata jengo liko sawa, lakini kuna vitu vingine vinakosekana pale. Kwa kila mwaka tunafanya harambee mara moja. Tulikuwa tunafanya harambee hata 3. Lakini kwa sababu mambo yamekuwa mazuri kwetu na hatuwezi kumlaumu Mungu kwa jambo lolote, tunamshukuru Mungu. Sasa tukaonelea tufanye harambee kila mwaka, harambee moja, ili kile kitu ambacho hatuna tuwe nacho. Sasa mnasema tuifanye lini hii harambee? Ni mwezi gani ambao utakuwa kuna pesa? Si mwezi wa 8 alafu nitoroke. Mimi nitakusikiza kwa sababu sitaki kufanya harambee ambayo utasema mimi nimekufungia. Baba anayependa watoto ni waulize, watoto waseme. Amen. Tunataka power booster power. Tunataka mixer nyingine. Haleluya. Tunataka bass guitar. Na tunataka solo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hizo vitu hatutaki kuomba. Hatutaki
kuomba, tunataka vitu zetu wenyewe sisi, tuwabarikiwa wewe. Sawa? Na tuna uwezo wa kufanya kama tulifanya haya yote. Wewe una roho ya maskini ndio ukatae. Amen? Sasa niambie wewe. Sasa tuko mwezi wa 5. Kuna mwezi wa 6. Kuna mwezi wa 7. Kuna mwezi wa 8. Kuna mwezi wa 9. Kuna mwezi wa 10. Kuna wa 11. Kuna 12. Ikipita 12 tunakuja mwezi wa kwanza. Sasa niambie, kile unachopendelea sana ukipima na hali yako kama pamoja na kanisa kwa jumla, unaona tufanye nini? Tufanye nini harambee? Mwezi wa ngapi? Wa 8. Wangapi wanasema wa 8? Najua mimi nataka uhakika wa mikono kuinua juu vizuri. Wangapi wanasema wa 8? Sawa. Congratulations. Pigia Yesu makofi mazuri. Hadi wangapi wanapinga? Wangapi wanasema mwezi wa 6? Wangapi wanasema mwezi wa 7? Wangapi wanasema mwezi wa 9? Wa 10? 10 na wa 10. Wewe ni wa 10. Utaleta pesa ngapi mwezi wa 10? Tukurishe tulete hapa. Ya mwezi wa 10. Haya, huyu ndio mwezi wa 10 na 11. Sasa wewe wa 10. Ulete tu kila mwezi 100,000. Sasa unataka ya mwezi wa 8 na utaka ya mwezi wa 10. Mwezi wa 10 ni hapo, umini na wewe. So utaleta kile kitu nacho tutakisindikiza, sawa? Sawa? Usilete chini ya 10,000 kama umeolewa sana. Ungana na mtoto wako, yeye 5 na wewe 5, tutakuja kukusindikiza kwa kanisa. Si sawa? So mama happy mwezi wa 10. Naenda kuandika pale kwa kalenda yako. Atachanga mwezi wa 8 na mwezi wa 10. Na wewe pia ni mwezi wa 10. Wewe mkono unafanya nini? Amen. So tunaharambia mwezi wa ngapi? Tunaharambia mwezi wa ngapi? Ukijipanga harambia mwezi wa 8. Haya, tumeshukuru kwa kusikia hivyo. Mungu awabariki. So kuna tarehe ya 16 na kuna tarehe ya tarehe 9. Unaona ni gani nzuri kazi hizo mbili? Wangapi wanasema 9? Wale ambao wanasema 9 wainue mikono kwa hakika. 9. Haya, 16. 16. Magdalena, una unabii wewe. Magdalena alisema tulifanya 19. Sawa, amechukua huo unabii. Sawa, tupigie makofi, tumepatisha hiyo. Hapa wasikie wale wanangu wengine. So hii utakata